Inua mkono wako wa kulia juu. Sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Niko tayari tena kusikia neno lako. Ninakuhitaji Bwana, useme na mimi, unisaidie jioni ya leo. Uyaguse maisha yangu, uyageuze maisha yangu jioni ya leo, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Nilishakwambia mtu wa rohoni kwa Kiyunani anaitwa pneumatikos. Pneumatikos ni mtu aliyeokolewa au aliyezaliwa mara ya pili, anayefanywa upya na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Ni mtu aliyezaliwa mara ya pili, anayefanywa upya na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Fungua kitabu cha Tito, waraka wa Paulo mtume kwa Tito, ile sura ya 3. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito, ile sura ya 3. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito. Tito, unafahamu kitabu kinaitwa Tito? Kiko mwishoni kabla hujaingia Waebrania. Kiko mwishoni, ukitoka Tito unaingia Filemon, alafu Filemon ndio unaingia Waebrania. Tito ile sura ya 3. Waraka wa Paulo mtume kwa Tito, ile sura ya 3. Angalia mstari wa 4 hadi wa 5. Maandiko yanasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Nataka nirudie hapo. Anasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Alafu mstari wa 6 unasema, ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Ukisoma haya maandiko utaona anachozungumza. Anazungumza juu ya wema wa Mungu ulipofunuliwa. Wema wa Mungu ulipofunuliwa, alituokoa. Wema wa Mungu ulipofunuliwa, alituokoa. Alafu anasema, si kwa sababu, tena anazungumza wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Ndio maana wale wanaosoma maandiko watagundua kwenye ile Yohana 3:16 anasema, maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Maana yake upendo wa Mungu ulimsukuma kumtoa mwanae wa pekee. Maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kiendelea pale chini anasema, Mungu hakumtuma mwanae kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Amen. Ulimwengu uokolewe kwa
yeye. Kwa hiyo njia pekee ya kupokea wokovu ni kupitia Yesu Kristo. Ni kupitia Yesu Kristo. Sasa angalia, maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, na huku anasema wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa mwanadamu. Kwa unagundua, maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, hakuipenda ardhi, aliwapenda wanadamu. Na upendo wake kwa mwanadamu ulipofunuliwa, ulifunuliwaje? Ulifunuliwa kwa kumtoa Yesu Kristo. Uliweka wazi kwa kumtoa Yesu Kristo. Uliwekwa wazi kwa kumtoa mwanae. Ulifunuliwa kwa kumtoa Yesu Kristo. Huu upendo ulifunuliwa kwa mwanadamu. Anasema ulipofunuliwa alituokoa. Sema alituokoa. Haleluya, watu wa Mungu. Anasema alituokoa. Alafu anazungumza si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Ndio maana wokovu sio kutenda matendo ya haki. Kuna mtu mwingine, niwahi kutana na mtu anasema, kwa mfano mwalimu, mtu akawa anapenda maombi, anakuja kanisani, hanywi pombe, ameacha vitu vyote vibaya, huyu si ameokoka? Huyu si ameokoka? Nikamwambia hapana, hajaokoka. Kwa sababu kuomba, kuacha mambo mabaya na kusali kanisani, kuwa mtu wa kanisani muda mrefu haimaanishi umeokoka. Au umezaliwa, umekuta baba na mama wanasali na wewe ukawa unasali, ukakulia kanisani, haimaanishi umeokoka. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Unaoshwa, unatakaswa na unafanywa upya na Roho Mtakatifu. Sio unafanywa upya na kanisa. Sio unafanywa upya na tamaduni za dini. Unafanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu anaweza akawa mtu wa dini lakini asiwe mtu aliyeokoka. Kwa sababu kuokoka ni kuwa mtu wa rohoni. Unampokea Yesu Kristo ndani yako, anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na mchakato wa kwanza ni kuamini kwamba Yesu alikuja, akazaliwa, akafa kwa ajili yako. Unampokea ndani yako, anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unampokea Roho Mtakatifu ndani yako, na Roho Mtakatifu anaanza mchakato wa kukufanya upya kutokea ndani yako. Kwa hiyo kuokoka sio kuacha matendo mabaya tu. Kuokoka, ndio maana mtu akitaka mahusiano na Mungu kibinafsi, kuokoka ni lazima, sio ombi. Unaweza ukakaa kanisani muda mrefu, na wengine wanafika mahali hadi wanakuwa watumishi. Nilikwambia siku ile, Roho Mtakatifu anaweza kukaa juu ya mtu kumtumia, lakini haina maana kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya watu waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hakai ndani ya watumishi. Unaweza ukawa mtumishi, Roho Mtakatifu akakaa juu yako kukutumia, lakini kama hujaokoka, hakai ndani yako. Hakai ndani. Nikakwambia kwa habari ya Roho Mtakatifu kukaa juu ya watu, anaweza akakaa juu ya kitu chochote kile akakitumia. Na ndio maana nakueleza, mtu wa rohoni sawa sawa na Tito lazima azaliwe mara ya pili. Umeona? Lazima azaliwe mara ya pili. Ndio maana anasema si kwa sababu ya matendo ya haki. Usilingie matendo ya haki. Hatuokoki kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda. Anasema bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa
kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa mtu wa rohoni anazaliwa mara ya pili, anafanywa upya na Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu anakaa ndani. Kwa unaposema nimeokoka, unajitathmini, Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu? Sio nasali kanisa gani, Roho Mtakatifu anakaa ndani. Sio mimi ni mtumishi, sio mimi nina cheo gani, sio mimi ninahubiri. Roho Mtakatifu anakaa ndani. Maisha ya mtu wa rohoni, maisha ya mtu wa rohoni, ngoja nikutajie vitu vitatu hapa. Maisha ya mtu wa rohoni ni maisha yaliyojaa uwepo wa Mungu. Mandarabashi. Maisha ya mtu wa rohoni ni maisha yaliyojaa uwepo, the presence of God. Na huyu mtu wa rohoni, maisha yake yanapojaa uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu uwepo wa Mungu kwenye maisha yake, anapoendelea kukua kiroho ndani ya uwepo wa Mungu, huwa kuna kitu kinaongezeka kinaitwa the glory of God, utukufu wa Mungu. Maana yake tunasema anaenda dimension nyingine ya kiroho. Yamejaa uwepo wa nani? Wa Mungu. Yamejaa uwepo wa Mungu, watu wa Mungu. Huyu mtu huwa anafanyika kuwa maskani ya Mungu katika roho. Anafanyika kuwa maskani ya Mungu katika roho. Waefeso 2:22. Waefeso 2:22. Maisha ya mtu wa rohoni yamejaa uwepo wa Mungu. Kwa eneo mojawapo unalotakiwa kulitathmini ni juu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Uwepo wa Mungu. Ndio maana usikia mtu anaimba, uwepo wako uende nami, uwepo wako uende nami. Maisha ya mtu wa rohoni yamejaa uwepo wa Mungu. Ni kama vile samaki baharini, samaki ziwani. Ukimtoa ziwani hana maisha tena. Ndivyo alivyo mtu wa rohoni, maisha yake yamejaa uwepo wa Mungu. Nje ya uwepo wa Mungu hana maisha. Waefeso 2:22. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Kuwa maskani ya Mungu katika roho. Kuwa maskani ya Mungu katika roho. Maana yake nini? Mnakuwa nyumba ya Mungu katika roho. Mnakuwa nyumba ya Mungu katika roho. Ile roho ina hara kubwa. Nyumba ya Mungu katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maisha ya mtu wa rohoni ni maskani ya Mungu katika roho. Yamejaa uwepo wa Mungu. Ndio maana lazima ajae Roho Mtakatifu. Lazima mpokee Roho Mtakatifu, kwa sababu Mungu anaishi ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Mungu anaishi ndani ya huyu mtu. Maisha ya mtu wa rohoni yamejaa uwepo wa Mungu ndani yake. Haleluya. Haleluya. Angalia Waefeso 3. Waefeso 3. Waefeso 3. Waefeso 3 mstari wa 17. Anasema, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Angalia, Kristo akae wapi? Akae wapi? Akae wapi? Akae wapi? Akae kanisani kwenu. Akae kanisani kwenu. Akae wapi? Maana yake moyoni. Moyo wa mtu wa rohoni ni makazi ya Kristo. Kristo anakaa moyoni mwako, lakini kwa imani. Kwa hiyo mtu wa rohoni ni maskani ya Mungu. Kinachotakiwa kukaa ndani yake sio mapepo, ni Mungu ndiye anatakiwa kukaa. Ndio maana ukiwa na ufahamu huu,
Kuna vitu ambavyo adui alipanda kabla hujaokoka. Utakapoanza kumruhusu Kristo kukaa ndani yako, yeye ni nuru. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Anapokaa ndani yako, anaanza kung'aa mioyoni. Tena anasema Kristo ang'ae mioyoni, alivyong'aa mioyoni mwetu. Anaanza kung'aa. Anapong'aa, maana yake anatokeza nuru. Nuru moyoni mwako. Anapoitokeza nuru, giza haliwezi kukaa. Kwa hiyo ukiwa mtu wa rohoni, wewe ni maskani ya Mungu. Na kama wewe ni maskani ya Mungu, unatakiwa kujaa uwepo wa Mungu unaoanzia ndani yako mpaka nje yako. Uwepo wa Mungu. Yesu Mwokozi. Kwa sababu ndani ya uwepo wa Mungu, mtu wa Mungu, ndimo utakaposikia sauti ya Mungu ya kimaelekezo. Ndimo utakapoongozwa na Mungu. Ndiko utakakopata ulinzi. Ndiko utakakokuwa salama. Jambo lingine, maisha ya mtu wa rohoni ni maisha yaliyojaa baraka za Mungu. Sema baraka za Mungu. Maisha ya mtu wa rohoni hayajajaa laana, yamejaa baraka za Mungu. Amebarikiwa, amejaa baraka. Angalia Waefeso 1:3. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile, mstari wa 4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Kwa hiyo mtu ili ajae baraka lazima awe mtu wa rohoni, kwa sababu ametubariki kwa baraka zote za rohoni. Kwa hiyo baraka zinaanzia wapi? Rohoni. Tena rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Ndani yake Kristo. Kwa hiyo mtu wa rohoni amejaa baraka, kwa sababu anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki. Sio atakayetubariki, aliyetubariki. Aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Kwa hiyo Yesu alishaachilia baraka, Mungu alishaachilia baraka. Ili zijae kwenye maisha yako, lazima uwe mtu wa roho. Kwa mtu wa rohoni amejaa baraka na sio laana. Mtu wa rohoni amejaa baraka na sio nini? Laana. Kwa hiyo Mungu nahitaji anibariki sana, jifunze kuwa mtu wa rohoni. Nahitaji Mungu anibariki sana, jifunze kuwa mtu wa wapi? Nahitaji Mungu anibariki sana, jifunze kuwa mtu wa roho. Jambo lingine, andika hapo kwanza, Matendo ya Mitume 3 mstari wa 25 hadi 26. Anazungumza aina ya baraka. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 25 hadi 26. Anazungumza kwamba sisi ni uzao wa maagano. Angalia, sisi ni wana wa manabii, uzao wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zetu. Nataka uone Matendo ya Mitume sura ya 3, umeiona? Mstari wa 25 na 26. Anasema, ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambaye Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Unaona hiyo sentence? Anasema ninyi mmekuwa watoto wa manabii, mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu, akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Nyinyi ni watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu.
akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kuwaepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Kwa hiyo lazima ujue kwamba mimi nimeumbwa kuwa mtawala. Kwa hiyo mtu wa rohoni huwezi kuwa na nguvu ya kutawala ni mpaka umekuwa mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni anatawala. Maisha yake yanatawala. Unayatawala mazingira ya rohoni mpaka mwilini. Maana yake mazingira yanatakiwa kuheshimu na kutii kile ambacho unafanya nini? Unakisema au unakifanya. Usipotawala, hali yako inakuwa ngumu. Amen, amen. Mtu wa rohoni maisha yake yamejaa nguvu ya utawala. Mungu alipomuumba mtu, umeumbiwa wewe kutawala. Usisahau hili. Wewe unatakiwa kutawala, lakini kutawala kwako kunaanzia wapi? Rohoni. Mtu wa rohoni anatawala. Mwalimu, mtu wa rohoni anawezaje kutawala? Kwa sababu ulipookoka, maandiko yanasema hivi, umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Umeketishwa. Sema nimeketishwa. Umeketishwa pamoja na Kristo. Wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Wapi? Ulimwengu wa roho. Wapi? Angalia. Fungua Biblia yako, kitabu cha Waefeso. Waefeso ile sura ya pili. Waefeso ile sura ya pili. Waefeso ile sura ya pili, mstari wa 6. Tuanzie wa 5 hadi wa 6. Anasema hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye. Wapi? Katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Tumeketishwa pamoja naye. Sasa Kristo ameketi wapi? Haleluya. Angalia. Angalia. Tuanzie Waefeso 1 mstari wa 19. Nataka uelewe. Waefeso 1 mstari wa 19 mpaka wa 22. Anasema hivi: na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Narudia tena. Anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Alafu wapi hapo ulimwengu wa roho? Mstari wa 21. Juu sana. Sema juu sana. Katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu ule ujao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Sasa anasema alipotufufua kwenye sura ya pili, akatuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Akatuketisha, maana yake pamoja na Kristo, maana yake Kristo alipoketi akatuketisha na sisi katika ulimwengu wa roho. Wapi huko? Kwenye Waefeso 1 anasema juu sana kuliko ufalme, mamlaka,
usultani. Ndio maana unaona saa nyingine tunatumia kwa jina la Yesu, afu pepo zinalalamika, zinasema naondoka. Wewe unafikiri ni kitu cha kawaida? Wewe unachukulia kawaida. Huwezi kuamlisha kitu ambacho kiko juu yako. Ukiona unaamlisha kitu, maana yake kiko chini yako. Kwa nini una uwezo wa kuamlisha? Kwa sababu amekuketisha juu sana kuliko ufalme. Maana yake kuliko ufalme zote za giza, mamlaka za kuzimu, mapepo na mashetani. Pale unapokuwa mtu wa rohoni, lazima ujue umejaa nguvu ya utawala, kwa sababu Yesu alipokuokoa ukawa mtu wa rohoni, umeketishwa pamoja naye tena juu sana. Una uwezo wa kutoa oda katika ulimwengu wa roho, na zile roho zote zilizo chini yako zikasalimu ile oda unayotoa, zikatii, kwa sababu wewe umepewa nguvu ya kutawala. Haleluya. Maana yake wachawi wanatakiwa watii, mapepo yanatakiwa yatii, wakuu wa giza wanatakiwa watii, falme zinatakiwa zitii. Sio kwa sababu wewe ni mzuri wa sura, sio kwa sababu wewe ni mrefu au mfupi, sio kwa sababu wewe ni mtoto au mzee, sio kwa sababu wewe ni mama au kijana, kwa sababu wewe ni mtu wa rohoni, umeketishwa juu sana. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana kuna umuhimu sana kuwa mtu wa rohoni. Mungu alipomuumba mtu, Mwanzo 1:26 mpaka 28, na tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu, ili weje waende wakatawale. Na angalia 27, Mungu alimuumba mtu mume na mtu mke kwa sura na kwa mfano wake. Afu 28 nasema akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaitiishe nchi. Napenda hapa, mkaitiishe nchi, ardhi wasikilize mnachosema, na kila kitokanacho na ardhi kitasikia sauti yenu. Afu akuishia hapo, akasema na samaki wa baharini na ndege wa angani. Akasema ni kama vile Mungu anasema, mwanangu, nimekuumba kwa sura na kwa mfano wangu, ili ukatawale uumbaji kwa niaba yangu. Kila nilichokiumba kikusikilize wewe. Vyote nilivyoviumba vitakapotaka vinitazame mimi, vikikuona wewe vimeniona mimi. Unaona nafasi ambayo mtu alipewa ni ya pekee, lakini huyu mtu hajijui. Ndio maana Adamu alipoipoteza Eden, Yesu akaja akairejesha. Anapotuzaa mara ya pili, tunakuwa watu wa rohoni. Tunapokuwa watu wa rohoni, ile nguvu ya kutawala iliyokuwa imepotea inarejeshwa ndani yetu. Na ndio maana kwenye Ufunuo anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu wetu watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, na umewafanya kuwa ufalme na makuhani. Hawa ni wafalme na makuhani, 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 hawa ni wafalme na makuhani. Nao wanamiliki juu ya nchi, nao wanamiliki, maana yake wanatawala. Mtu wa rohoni amepewa maisha ya nguvu ya utawala. Kwa hiyo ni kosa kutotawala. Tawala, semesha hatima yako, semesha maisha yako ya baadaye, semesha ndoa yako. Unaiambia Mungu ameniokoa, ameniketisha juu sana kuliko falme na mamlaka, kuliko jina litajwalo, kuliko vitu vyote, ameniketisha juu sana. Unaanza kusemeshwa kwamba mimi ndio nimepewa ufalme. Ufalme wa Mungu unakaa ndani yangu. Yesu Kristo anakaa ndani yangu. Amenipa kutawala kwenye ulimwengu wa roho.
ninasemesha maisha yangu, ninasemesha uchumi wangu. Sikiliza ewe uchumi, lazima nifanikiwe, lazima nistawi. Ewe ardhi ya Bunda, sikiliza neno la Bwana, lazima nistawi. Unasemesha kama mtawala. Kama umenielewa sema amina. Kama umenielewa sema amen. Wangapi wamenielewa? Uliumbwa kutawala. Ndio tunamalizia hivi. Uliumbwa kufanya nini? Sasa angalia, vitu vinavyomzuia mtu wa rohoni asiishi maisha ya rohoni. Jambo la kwanza, mambo yanayomzuia mtu wa rohoni asiishi maisha ya rohoni. Kumbuka nimekuonyesha pointi kama 3 za maisha ya mtu wa rohoni. Sasa jambo linalomzuia mtu wa rohoni asiishi maisha ya rohoni, jambo la kwanza baya sana hili, linaloweza kukuzuia wewe ni mtu wa rohoni lakini likanajisi maisha yako ya rohoni, ukashindwa kuyaishi maisha ya rohoni japokuwa ni mtu wa rohoni. Jambo la kwanza ni dhambi, makosa na uovu. Dhambi, makosa na uovu. Haijalishi Mungu amekubariki kiasi gani, unaporuhusu maisha ya dhambi, unapochukulia dhambi kwa ukawaida, unaporuhusu dhambi itawale maisha yako, unaporuhusu dhambi kwenye maisha yako, kwa sababu kuna dhambi za kuziruhusu kabisa. Adui anakushawishi utende dhambi. Kuna vitu shetani hata viondoa kwenye maisha yako, atakachofanya ni kukushawishi na kukudanganya ili wewe uviue kupitia maisha mabaya ya dhambi. Kuna vitu vya kiroho Mungu akiviweka ndani, adui hawezi kuviiba. Hawezi. Ili aviibe, ili avichezee. Na ikiwa umeokoka, anaanza kukuruhusu wewe, kukudanganya na kukulagai wewe utende maisha ya nini? Ufanye dhambi. Unaona, hajaanza leo. Aliwahi kumlagai Yesu lakini akashindwa wakati anamjaribu. Alimjaribu akawa anatumia uongo kumlagai. Na usije ukachukulia tu kawaida. Shetani ana experience ya miaka mingi ya kuishi na mwanadamu tangu Eden. Kwa anamjua mwanadamu, na ndio maana anatumia akili nyingi sana, kwa sababu wewe sio kiumbe wa kawaida. Inabidi atumie akili nyingi sana, kwa sababu kuna vitu hawezi kuviondoa kwako, ila anaweza kukutumia wewe mwenyewe uviharibu. Anakushawishi kutenda dhambi, anakushawishi kufanya maovu. Kwa mfano, andika Nehemia ile sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 7. Kuna kizazi cha wana wa Yuda hawa, watu wa Mungu hawa walianza kuishi maisha magumu, mabaya sana. Tena ukisoma maandiko hapo kwenye kitabu cha Nehemia, utamuona ndugu yetu mmoja anaitwa Nehemia. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleo mwaka wa 20, nilipokuwa Shushani ngomeni, Hanani, anasema Hanani mmoja wa ndugu zangu, akanijia yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za watu, nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Anawaeleza ndugu zake wako katika hali ya dhiki nyingi na mateso na mashutumu. Tena anasema ukuta umebomolewa na malango yake yamechomwa kwa moto. Sasa angalia, anasema hata ikawa niliposikia maneno hayo nikaketi nikalia. Mwanaume huyu analia. Analia nini? Ndugu zake wako katika hali ya dhiki. Analia. Nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga. Alilia kaomboleza siku, sio siku moja, siku kadha wa kadha, kisha akafunga.
nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu mwamuru Musa mtumishi wako. Anatubu Nehemia. Amegundua nini? Maovu ndiyo yaliyoleta hii balaa. Mji kuharibika, kuta kubomolewa, watu wako katika hali ya dhiki na mashutumu kwa sababu ya maovu na dhambi. Lakini hao watu walikuwa ni taifa la Mungu. Kitu gani kimetokea? Waliporuhusu maovu, maisha yao ya kimahusiano na Mungu yakaharibika. Balaa likaja kwenye maisha yao, mateso yakaja, dhiki zikaja, mashutumu yakaja, maumivu yakaja. Ndio maana unaporuhusu maisha ya dhambi, mtoto wa Mungu, unaleta adha, unaleta shida. Nehemia aliona hii, anaomboleza, analia, kwa sababu anayafahamu maisha walioishi wakiwa na Mungu, maisha yenye baraka, maisha ya kutawala, maisha yenye mafanikio, maisha yaliyojaa amani, maisha yaliyojaa uwepo wa Mungu, maisha ambayo Mungu alikuwa akiwasifia na kuambia, ninyi ni taifa langu, ninyi ni baraka yangu. Vita yao Mungu alipigana kwa niaba yao. Wakati mwingine walipoenda vitani, Mungu alishusha mpaka mawe ya mabarafu ili kuwapigania, akawatendea mambo makuu sana. Lakini waliporuhusu dhambi na maovu, maisha yakageuka. Mtu wa rohoni anaporuhusu maisha ya dhambi, mambo yanageuka. Utapauka hata kama unapaka mafuta mazuri. Dhambi inapausha, dhambi inaharibu, dhambi inaangamiza, dhambi inachakaza. Utakwama. Ngoja nikwambie, kuna familia zimekwama, hakuna kingine chochote, maovu na dhambi. Watoto wanapitia shida na mateso, lakini maovu ya familia na dhambi. Mambo yameharibika. Umewahi kutana na mtoto ana struggle kwenye eneo la uchumi, lakini kumbe kinachomkwamisha maovu kwenye nyumba ya baba yake. Na watu wanadamu, moja ya kitu kinawaua ni siri walizozibeba mioyoni mwao. Watu wana siri ambazo hawatamani hata zisikike mahali popote. Na wengine wanakufa nazo. Yani mke anaweza asije akajua siri ya mume wake hata siku moja. Kuna vitu watu wamebeba moyoni, wanayekufa navyo kabla. Lakini kizazi kilicho hai kinalipa gharama. Kinalipa gharama. Na ni mbaya. Huwa nawaambia watu, usife na siri inayotakiwa kutengenezwa na kutubia. Nehemia hapa analia, anamwambia Mungu, sikia, 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 sikia maombi ya mtumishi wako. Sikia, sikia. Analia, anatubu. Watu waliokuwa wamebarikiwa leo wanaishi maisha ya dhiki. Watu waliokuwa wamebarikiwa leo hawana mbele wala nyuma. Watu waliokuwa wanalindwa na Mungu leo wananyanyasika. Umewahi kujiuliza, Yesu ametuokoa na anasema tunalindwa na nguvu zake. Inakuwaje leo watu wakilala kwenye ndoto wanapigwa, wananyanyaswa na nguvu za giza? Wengine wanaingiliwa mpaka kimwili, wengine wanafanywa mambo ya ajabu, lakini wako kanisani.
wako kanisa, wanazuiliwa, wanaimba baraka, lakini maisha yao hayana matunda. Uchumi mbaya, afya mbaya, kila kitu kibaya, amani hakuna, furaha hakuna, tumaini hakuna. And they're in the church, wako ndani ya kanisa, wanasema Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Maovu, dhambi, dhambi, dhambi. Angalia Waefeso 4 mstari wa 25 hadi 26. Maovu yanampa nafasi shetani. Angalia tumalize. Angalia mapema. Mando robo sikiria ndarabasa. Waefeso raboshi. Rimanda rabasa. Rindo robo sikiria ndarabako rabashanda. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25. Umeona 25 hadi 26. Umeiona mtu wa Mungu? Kama umeona sema amina. 25 hadi 27 anasema, basi uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kiungo cha mwenzake. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Mtu wa rohoni, mtu wa rohoni akitaka awe kiziwi ghafla, apoteze sauti, kuisikia sauti ya Mungu kwa uzuri, apoteze ule mguso ndani yake. Haya mambo yamesemwa hapa. Angalia, anasema uvueni uongo, mkaseme kweli kwa kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja wao. Afa angalia, anasema muwe na hasira. Kuna mazingira utakutana nayo utapata hasira, lakini anasema ukiwa na hasira usitende dhambi. Wakati umekasirika, cha kuchunga usitende dhambi. Ukikasirika, kwa sababu hasira huwa inaleta na uchungu ndani. Umekasirika, kwa nini amenifanyia hivi? Na anasema jua lisichwe ukiwa na uchungu ndani. Unajua maana ya lisichwe? Yani umekwazika saa 4, umekwazika saa 6, usiruhusu jua likazama, bado hasira iko ndani. Kitendo cha jua kuzama tu umeshampa nafasi ibilisi. Na ukimpa nafasi ibilisi, unajua nini kinatokea? Yohana 10:10, mwivi aji ila aibe, achinje na kuharibu. Ataharibu. Kama Mungu alikupa kitu cha kusikia, alikupa kitu cha maombi, unashangaa ile nguvu ya maombi imenajisika kwa sababu uliweka uchungu. Kama Mungu alikupa kitu cha ufahamu, ukikaa hivi, kuna vitu vinatembea ndani yako, unamsikiliza Mungu na kuna ufahamu, unashangaa hicho kitu kimekatika kabisa. Ngoja nikwambie, watu wengi waliozofika kiroho hapa, ambao wamepoteza macho ya rohoni, masikio ya rohoni, wamepoteza vitu mbalimbali, utayari wa ndani wa kuhubiri injili, hivyo vitu vilipotea kwa sababu walimpa nafasi ibilisi. Na ibilisi ameshajua udhaifu wako ni kukasirika tu, na atakuwa anawatumia watu wa karibu. Anatumia unaoomba nao, anatumia mke wako, anatumia mume wako, kwa sababu mke wako si ndio unampenda sana. Akikukwaza lazima pata uma. Sasa Mungu unakuta ameshapigwa, hana hamu tena ya kuomba. Anaamka asubuhi, hasira zimeisha. Sasa zimeisha, amefika asubuhi au amefika kesho yake mchana, zimeisha, anaongea na mke wake, lakini rohoni kumesharibika. Kumesharibika, kuna vitu vimepotea. Anashangaa, na kwa sababu hajitathmini anaendelea mbele. Haleluya, haleluya, Yesu ni Bwana, ngoja tutaingia kwenye maombi, ngoja. Hamna tena, hamna. Vinaanza kupotea moja. Basi ulifungua mlango na hujui kuuziba. Sababu unaangalia wengine hapa, kinachomtesa tu hadi kimichomzuia ni uchungu tu. Ana uchungu, anatembea nao, anafikiri ni sifa. Alichonifanyia yule, sitakaa nimsamee. Wewe ndio unajiua. Mwenzako anakula mandazi na vitumbua na ananenepa. Wewe umekaa tu, alichonifanyia yule. Jina la Yesu libarikiwe. Tena hata ajui, kwa taarifa yako. Na kama alijua alishapuziaga na anaishi na amani.
wewe umeishia tu. Alichonifanyia ataniona siku moja, talipiza. Ndio unazidi kufa. Unakuhamisha maisha yako ya kusema talipiza. Unakuhamisha maisha ya watoto wako ya kusema talipiza. Kuna mtu amenielewa nilichosema? Jambo la pili, vifungo mbalimbali. Sema vifungo. Sasa hili nitakwambia kesho tunapomalizia na kwa ajili ya maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini andika jambo la tatu, hali ya kiroho ya familia. Sema hali ya kiroho ya familia. Vifungo vinaweza kukuzuia ukakwama. Ni mtu wa rohoni, lakini ukifungwa unakwama. Angalia Mungu alivyokuwa anawaonya wana wa Israeli. Kusoma Kutoka 34 ukianzia ule mstari nafikiri ni wa 12. Anawaambia, jihadharini nafsi zenu, msije mkaweka agano na wenyeji wa nchi. Agano ni kifungo. Kifungo kinaitwa kifungo cha kiagano. Mnafungwa kimkataba. Kutoka 34:12 na kuendelea pale chini. Sasa angalia. Lakini ukisoma kipengele kingine, andika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Anazungumza juu ya msifungiwe nila kwa jinsi isivyo sawasawa pamoja na wasioamini. Tena anasema, pana urafiki gani kati ya giza na nuru? Nila ni kifungo. Kuna vifungo vinaitwa nila. Ukifungiwa nila, hata kama ni mtu wa rohoni, unazuiliwa kiroho kuishi maisha ya kiroho. Ukifungiwa nila, unazuiliwa kiroho kuishi maisha ya kiroho. Ndio maana Mungu anasisitiza, na Paulo alikuwa anawaambia Wakorintho wasifungiwe nila na wasioamini kwa jinsi. Nila ni kifungo ambacho huwa kinaweza kukamata maisha ya mtu. Kinalazimisha maisha fulani kuingia ndani yako ambayo hukuwa nayo. Kinalazimisha mwendo wa utumwa ambao hukuwa nao. Ndio maana kwenye Agano la Kale anasema msifanye maagano. Jihadharini nafsi zenu. Angalia lile neno, jihadhari nafsi yako. Manake kuwa makini. Chukua tahadhari. Kwa nini? Usije ukaingia kwenye kifungo cha kimaagano. Kwa vifungo vinaweza kumzuia. Anasema kwa sababu itakuwa tanzi kwako. Tanzi ni kinyongeo. Maana yake maisha yako yatanyongwa. Maisha yako yatauawa. Kuna vifungo mtu wa rohoni vinaweza kumzuia asiishi maisha ya kiroho. Asiishi maisha ya rohoni. Asiishi maisha ya kutawala. Asiishi maisha ya baraka. Asiishi maisha ya uwepo wa Mungu uliofunika maisha yake, kwa sababu ya kifungo. Na kuna vifungo vya kimaagano, vifungo nila, lakini kuna vifungo vya uovu vinavyokaa kwenye nafsi. Ndio unasikia mtu anasema hivi, addiction humsaidii kwa kumwambia acha addiction. Mtu aliye na kifungo cha ulevi, maombi, kuna upako unaweza ukaachiliwa ukakifungua. Lakini kuna vifungo vilivyokamata nafsi, fikra, mawazo, mifumo ya kibiolojia ya kimwili. Havitoki kwa kusema tu toka. Sema hali ya kiroho ya familia. Sasa hali ya kiroho ya familia iko ya upande mbili. Kuna upande wa Mungu kwa maana ya upande wa nuru, lakini kuna upande wa shetani kwa maana ya upande wa nini? Wa giza. Sasa hali ya kiroho ya familia, upande wa Mungu, maana yake nini? Nimekuambia ziko za aina mbili. Hali ya kiroho ya familia, upande wa Mungu kwa maana ya nuru, na upande wa shetani kwa maana ya giza. Hali ya kiroho ya familia, upande wa Mungu, nuru. Maana ya kwanza ni hali ya kiroho ambapo Mungu ndiye kitovu cha maisha ya familia. Maamuzi, maombi, mahusiano na maadili yote yanayoongozwa na neno la Mungu. Hali ya kiroho upande wa Mungu au upande wa nuru ya familia ni hali ya kiroho ambapo Mungu ndiye kitovu cha maisha ya familia. Maamuzi, maombi, mahusiano na maadili yote yanaongozwa na neno la Mungu.
hali ya kiroho ya upande wa nuru, watu wa Mungu, huwa inaweza kulisishwa pia. Inatoka kizazi hata kizazi. Hali ya kiroho ya familia, nakwambia ukweli. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 1:7, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Lakini kama tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Sasa kuna vitu anazungumza pale. Lakini andika Timotheo wa pili mstari wa 1, Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 5. Hapa anazungumza imani ya Timotheo, ambayo hii imani aliitoa kwa bibi yake anaitwa Royce, lakini pia ilikuwa kwa mama yake anaitwa Eunike, si ndio? Aliitoa kwa mama yake. Sasa unagundua, nataka uone hapa hali ya kiroho ya familia ya Timotheo ilikuja kuyabeba maisha ya kiroho ya Timotheo. Kwa nini? Kwa sababu hali ya kiroho hii ya familia ilitengenezwa sio na babu yake na bibi yake. Na inawezekana babu yake hakumjua Mungu, lakini bibi yake alimjua Mungu. Alafu imani alionayo bibi yake ikaenda kwa mama yake. Tena unaangalia, huyu ni bibi mzaa nani? Mzaa mama, wala sio mzaa baba. Ikaenda kwa mama anaitwa Eunike. Mama huyu alikuwa Myahudi, tena Myahudi aliyeamini. Matendo ya Mitume 16 inasema hivyo, mstari wa 1 na wa 2. Myahudi aliyeamini. Alafu huyu mama akaolewa na mwanaume ambaye sio Myahudi. Yule mwanaume nafikiri alikuwa Mgreek, Myunani, hakuwa Myahudi. Kwa hiyo aliyeamini ni mama. Mume wake hana imani, lakini anazaliwa mtoto wa kiume anaitwa Timotheo. Akiwa mtoto, akiwa kijana, hali ya kiroho iliyotoka kwa bibi mzaa mama ikaenda kwa mama, ikaja mpaka kwenye uzao wa huyu mama. Kijana amezaliwa anaitwa Timotheo, akawa na imani, na ile imani inapochunguzwa kiroho inaonekana imani alionayo Timotheo na misimamo na uwezo wa kumjua Mungu umetoka sio kwa baba yake, kwa bibi yake mzaa mama. Andorobos. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kwa hiyo unagundua aliyekuwa smart zaidi alikuwa bibi. Huyo bibi hakujiombea yeye tu, alitengeneza hali ya kiroho, akaombea uzao wake, sio uzao wake wa kiume peke yake, akaomba mpaka watoto wa kike, akalisisha ile hali kwa watoto wa kike mpaka juu ya watoto wake wa kike watakaozaliwa wapokea ile imani aliyokuwa nayo. Mwalimu, unaongea nini? Siongea agano la kale, naongea agano jipya. Hali ya kiroho. Unagundua kumbe mama anaweza katengeneza hali ya kiroho ikiwa baba yake, mume wake hajitambui. Lakini ukikuta familia ambayo baba anajitambua na mama anajitambua, wakakaa pamoja vizuri, hawa si tu wanatengeneza hali ya kiroho iliyo ya kawaida, wanapitisha mpaka vitu vinavyoitwa nguvu ya baraka kwa vizazi. Kwa sababu baba kuna kitu amepewa ambacho akikiruhusu kipite kwa vizazi, vizazi vinavyokuja vitaenjoy maisha. Kwa sababu baba yao alikaa na Mungu na akatengeneza hali ya kiroho ya nguvu ya baraka. Kamuuliza Ibrahim alipokuwa akimtumikia Mungu, alipotoa fungu la 10, maandiko yanasema na Lawi aliyekuwa kwenye viuno vyake alitoa. Lakini kamuone Ibrahim alipokuwa anainua madhabahu na kuongea na Mungu, Mungu alisema nitakuwa Mungu kwako na Mungu kwa uzao wako na uzao baada ya uzao wako.
Anayeambiwa hivi ni nani? Baba. Na ndio maana adui anajua, anapambana sana na wakina baba. Hata ukiangalia idadi humu kwenye semina, utaona wamama wamejaa, lakini wakina baba wasionekana. Kwa sababu anajua wakina baba wakikaa vizuri, kuna nguvu ya baraka ya vizazi ambayo itapita kutokea kwao kwenda kwenye kizazi kingine. Unanielewa? Mwalimu, unataka kuongea nini? Nakueleza hali ya kiroho. Sema hali ya kiroho. Sema hali ya kiroho. Sema hali ya kiroho. Mwalimu, unataka kusema nini? Sikiliza. Hali ya kiroho, ukisoma kwenye Mwanzo 26 mstari wa 1 hadi ule wa 6, utamuona mtu anaitwa Isaka. Isaka anakutana na changamoto tena ambayo baba yake aliwahi kutana nayo. Njaa. Ile njaa ilikuwa kali. Njaa ambayo ilimfanya baba yake akimbie nchi, aende akakae hali ya ugeni. Baba yake alipitia hilo tatizo. Hilo tatizo linamkuta Isaka na yeye. Lakini Isaka anakutana na neema ambayo baba yake hakukutana nayo. Baba yake alipokuwa anapitia hilo tatizo, baba wa Ibrahim hakuwahi kutengeneza hali ya kiroho ambayo ingembeba mtoto wake. Kwa sababu Ibrahim alikuwa ndio mtu wa kwanza. Ukisoma kwenye Yoshua ile 24 mstari wa 1 hadi wa 3, Mungu alimtoa kutoka kwenye nyumba ya baba yake walikokuwa wanaabudu miungu mingine, akamtoa. Mungu alipomtoa akamtoa, akamwambia aende mpaka nchi atakaotaka yeye aende. Ukisoma ile misali utaona maandiko yanasema alipomtoa akampa Isaka, na Isaka naye akampa naye uzao. Sasa angalia, ukisoma kwenye Mwanzo 12:1 utaona Mungu wakati anamuita Ibrahim kumtoa kutoka katika nyumba ya baba yake. Kwa nini anamtoa kwenye nyumba ya baba yake? Anataka atoke kwenye hali ya kiroho ya familia iliyoko kwenye nyumba ya baba yake, ili amtengenezee hali nyingine ya kiroho ambayo itabeba maisha yake na kizazi chake. Na ndio maana akasema, kukubariki nitakubariki na nitalikuza jina lako, lakini sharti utoke kwenye nyumba ya baba yako na katika nchi yako. Akatoka asijue aendako. Maana yake anaachana na zile tamaduni za nyumba ya baba yake, kuabudu miungu mingine, anaachana nazo, anazitelekeza. Haikuwa safari nyepesi. Anapoteza msaada wa familia, anapoteza msaada wa ndugu, kwa kuwa ameamua kumchagua Mungu aliye hai. Ndugu hawatamuelewa tena, hawatampa mkono wa shirika. Ametelekeza tamaduni, anabaki kama vile mkiwa. Lakini Mungu anasema, nitakubariki, nitalikuza jina lako, na nitakufanya uwe baraka, na yoyote atakaye kubariki nitambariki, na atakaye kulaani nitamlaani. Ibrahim akafanya maamuzi magumu. Lengo ni nini? Atengeneze hali ya kiroho ya maisha yake na kizazi chake, itoke familia mpya. Anakutana na njaa akiwa ameitwa na Mungu, anakutana na njaa njiani, hajui afanye nini. Akakimbilia kwenda Misri, wakataka hadi kulala na mke wake. Mungu akaingilia kati kumsaidia mke wake. Njaa imemkimbiza Misri. Kwenye Mwanzo 26 mtoto wake Isaka anakutana na tatizo lile lile ambalo baba yake alikutana. Kama mnafuatilia mambo, fuatilieni kwenye maisha yako. Kuna changamoto nyinyi watoto wa kike, unaweza kuwa unapitia, umeshaolewa, unapitia kwenye ndoa. Muulize mama yako, mama, ulipoolewa ulikutana na nini? Kuna vitu hata kama amesahau atakwambia, kuna hili liliwahi kunitokea. Mbona na mimi linanitokea? Utofauti wenu utakuwa wapi? Utakuwa pale mama yako alifanya nini, alitengeneza hali gani ambayo wa kizazi chake kikija kukutana na hiyo changamoto kisikwame. Manda rabash. Nisikilize, Ibrahim, Isaka anakutana na njaa, naye anaamua kama alivyoamua baba yake,
Anasema ngoja nikamtafute mfalme. Anipe nini? Anipe ruhusa ya kwenda wapi? Misri. Ameshaamua kwenda Misri. Wakati anafanya maamuzi, anasikia sauti inamwambia inasema, Isaka, unaenda wapi? Usiende, kaa hapa, nitakwambia nchi utakayokaa. Katika nchi hiyo nitakubariki, nitauzidisha uzao wako. Anasema kwa sababu baba yako Ibrahim alisikia sauti yangu, akatunza sheria zangu, nami nitakitimiliza kiapo nilichomwapia baba yako. Kwa lugha nyingine, baba yako alitengeneza hali ya kiroho. Hata kama umekutana na changamoto ambayo baba yako alikutana nayo, lakini wewe usiende Misri. Baba yako alishaniruhusu mimi kutawala kizazi chake. Sitaruhusu uteseke kama ambavyo baba yako aliteseka. Mimi niko hapa kukusaidia wewe. Isaka hakushuka, na Mungu anamwambia, nakitimiliza kiapo nilichomwapia baba yako. Nataka nikuulize wewe mama, Mungu amekuapia nini juu ya uzao wako? Mungu amesema nini juu ya kizazi chako? Ndio maana usipotengeneza hali ya kiroho, changamoto ulizopitia wewe kufuatilia, kama nafikiri nakutania, kuna mwingine saizi anaona, anasema hii changamoto mimi nilipokuwa kijana nilipitia hii, mwanangu mbona naye inamkuta, lakini ya mwanangu imekuwa kubwa zaidi. You see. Lakini ukitengeneza hali ya kiroho, Mungu wako anakuwa Mungu wa vizazi vyako. Sasa angalia, hali zetu nyingi za kiroho tunakwama kwa sababu waliopaswa kutengeneza hawakutengeneza. Alafu sisi tumeitwa kutengeneza sisi. Kama ambavyo Ibrahim ilibidi apitie yale ili atengeneze watoto wake wasipitie. Sasa hali ya kiroho inapokuwa mbaya, ngoja nikueleze, unamfahamu mtu anaitwa Gideon? Unamfahamu Gideon? Mimi nina uhakika wa mama wengi humu, mtoto wako angesema nataka kuolewa kwenye familia ya Gideon, ungemkatalia. Kwa sababu baba yake alikuwa na miliki madhabahu ya miungu inaitwa Bahari. Tena miungu inayoheshimika taifa zima. Kuhani wa madhabahu ya miungu. Miungu Bahari na Ashtoreth. Mji mzima wanajua pale ndio tunafanyia tambiko. Mtoto wako, afu Gideon anasema nimempenda binti yako, ungekubali? Nauliza, ungekubali? Ungesikia he wanaenda kumtoa kafala. Mji mzima wanaogopa. Lakini nataka nikwambie nini? Kwenye familia ile ile iliyojaa giza ndiko ambako Mungu alimficha shujaa anaitwa Gideon. Sijui unanielewa ninachosema. Kwa hiyo haijalishi familia imejaa giza kiasi gani, lakini huko unaweza ukashangaa ndiko aliko shujaa mmoja ambaye Mungu amemweka kwa ajili ya kizazi kingine. Yuko Gideon. Waamuzi sura ya 6. Lakini angalia, Gideon amezaliwa na uwezo wa kumpenda Mungu, lakini amekwama. Anaishi maisha mabaya, maisha ya kimaskini, lakini mbinguni wanamjua ni nani? Shujaa. Kitu gani kilimkwamisha mtu wa rohoni huyu? Kilichomkwamisha ni nini? Hali ya kiroho ya familia imetengenezwa kupitia madhabahu za miungu. Kwa hiyo kila aliyezaliwa kwenye ile familia kuna hali inawafunika. Kwa vita kubwa ya Gideon, alikuwa anazuiliwa na ile miungu ya baba yake na madhabahu ya baba yake, kwa sababu ndio hali ya kiroho iliyokuwa kwenye familia ya kina Gideon. Yeye anampenda Mungu, yeye ana uwezo ndani, mbingu zinamtambua shujaa, lakini anaishi maisha ya kuficha ngano, maisha ya maskini, familia yake maskini, ukoo wake maskini, anatokea kabila dogo, hajiamini, hana maisha anaoweza kumwambia mtu. Lakini kilichozuia ni hali ya kiroho ya familia yake. Vipi wewe na mimi? Hali ya kiroho ya familia yako ikoje? Ndio maana mtu wa rohoni asipojua hali ya kiroho ya familia yake anakwama. Anakosa kuyaishi maisha ya rohoni. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa.
Nasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Nasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Nasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Nasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Amka. Amka rohoni. Usilale. Hata kama kuna giza kwenye familia yako, wewe ndiye mtu ambaye inawezekana ndiye Gideon wa familia yako. Ndio maana wengine hapa hata ukitaka kuomba huna nguvu za kuomba, lakini unapenda kuomba nini? Vita ya hali ya kiroho iliyoko kwenye familia yako. Unatamani utembee na nguvu za Mungu, lakini hakuna. Unafunga, unaomba, unasoma, lakini huoni hatua. Kwa nini? Hali ya kiroho ya kifamilia. Maandiko yanasemaje? Mungu alimpa maelekezo. Elekezo la kwanza ni kushughulika na hali ya kiroho iliyoko kwenye familia yake. Akasema, sikiliza, huwezi kukomboa taifa, huwezi kuinuliwa juu, huwezi kuwa kiongozi mpaka umeharibu kinachokukwamisha. Nenda kavunje madhabahu ya baba yako. Vunja madhabahu, inua madhabahu ya Mungu aliye hai. Na akasema, unitolee na sadaka juu ya hiyo madhabahu. Na ndipo baada ya kufanya yale, Roho Mtakatifu alimjilia kwa nguvu. Gideon aliyekuwa dhaifu akainuka mtu shujaa. Bonge la jito, anapiga tarumbeta namna hii, watu wote wanamkusanyikia. Kwa nini? Shujaa ameinuka kwenye familia iliyoonekana giza. Shujaa ameinuka mahali watu wanasema ni watu wa kawaida. Shujaa anaweza kuinuka kwenye kabila lako unalotokea, wanalosema haya makabila hatuoni hata wahubiri wanaotikisa nchi hii. Shujaa anaweza kuinuka mahali kwenye familia unatokea, wanasema hatumuoni mtu ambaye anaweza akaongea hata akafahamika nje ya mipaka, lakini shujaa anaweza kuinuka kwenye hiyo familia. Unachohitaji ni kushughulikia hali ya kiroho ya familia yako, na inawezekana. Yote yawezekana kwake aminie. Kupitia jina la Yesu inawezekana. Kupitia damu ya msalaba inawezekana. Kupitia Roho Mtakatifu inawezekana. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Asante kwa jioni ya leo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu ria hai, ninakuja mbele zako jioni ya leo. Nimeinua mikono yangu, shala ya kunyenyekea. Kuanzia tarehe leo, Jesus name. In Jesus. Shika vizuri wewe mtoto. Jesus name. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu, simama. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hizo roho za mizimu, za mizimu, za mizimu, za mizimu zinazoharibu maisha yangu jioni ya leo, zinaachia, 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 zinaachia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, Bwana, ninainua madhabahu, madhabahu ya maombi ya uponyaji kwenye maisha yangu, kwenye familia, kwa damu ya